mpaka mwenyewe namuogopa. Haya, sawa. Sasa usiwe hivyo, umesikia? Yaani sisi hawa mabosi sio kwamba wao yani wako juu ya sheria, umesikia Eliza? Mabosi zetu pia tunawahudumia, ni kweli wana pesa wanatulipa, lakini hawatakiwi kuvuka mipaka, na mkataba unasema kwamba bosi hatakiwi kutukana, umeelewa? Kwa hiyo jamani, hebu naomba basi nitoe mwongozo, nitoe mwongozo, maana yani hiki ndio nikasema hichi ni kikao cha ofisi sasa pande zote tatu. Umesikia madam na Eliza? Kwamba yani kama Eliza amefanya kosa la kusema kwamba wewe usiambiwe chochote kwa sababu ya hofu kwamba wewe ni mkali sana, lakini sasa sisi kwenye mkataba wetu hatusemi bosi akiwa mkali sana basi taarifa zisitolewe, kwa sababu hiyo kwanza mnatengeneza mazingira ya hatari. Eliza anakaa na watoto, umeona, anawapikieni, yuko na nyie, kwa hiyo inabidi dada naye kuhudumia kwa namna moja au nyingine, yani awe ana utulivu wa akili, kwa sababu anapokuwa anajisikia kwamba kuna ukali uliopitiliza mpaka anaogopa sisi ofisini hata tusiwasiliane na wewe, hiyo ni hali ya hatari, kwa sababu Eliza hapo mpaka situation mlofikia ataondoka. Akiondoka tutakuletea dada mwingine. Sasa inabidi tufanye haya marekebisho ambayo Eliza ameyapitia, kwamba kama wewe ni mkali sana, yani isiwe ni ukali ambao kwanza ni wa kumtukana dada, hayo matusi ambayo anasema amekuwa akitukanwa na alikuwa anaogopa kuripoti kwa sababu ya ukali wako. Hiyo sio nzuri kwa faida yako, kwa faida pia ya wewe bosi na familia yako, sio kitu kizuri kabisa. Kama dada anakosea, sisi tupo, ndio maana mnatulipa, tena mnatulipa hela nyingi, ili nini? Tuweze kuhakikisha dada tunayekupatia anafanya majukumu yake, ingawaje kuna swala la level ya dada pia. Hapo kuna dada ambaye huyo ni traditional dada ambaye unakuta mara nyingi inabidi aelekezwe. Sema issue ya uongo, hiyo sio swala la kuelekezwa kwa mtu, hiyo ni tabia ya mtu tu ambayo hata sisi tukigundua dada ni muongo, huyo hatuwezi kuendelea kufanya naye kazi. Lakini pale ambapo anafanya kazi zako kwa chini ya kiwango, mara nyingi kwa dada hawa wa level ya chini huwa tunasema jamani, uwezo wao ni mdogo, sio mkubwa kiivo. Kwa hiyo unakuta bosi unakasirishwa sana na utendaji wa dada kwa sababu ya level ya dada ambaye uko naye. Ila kwenye la uongo hilo siwezi kulitetea, awe professional dada, awe smart dada, awe traditional, swala la uongo hilo alikubaliki. Hatuwezi kusema ni kwa sababu ni traditional, hapana. Kwa hiyo sasa kwa level ambayo nyinyi mmefikia mpaka hapo, mimi ninachokiona sidhani kama mnaweza kuendelea, kwa sababu pia kuna mazingira ambayo bosi umeshayatengeneza ya huo ukali ambao dada anauongelea wa kiwango cha kwamba alishindwa hata kuturipotia, na alikuwa anaogopa ukali wako ambao ukirudi sasa anasema unamtukana na anashindwa kuwa na amani. Kwa hiyo kwa sisi kama kituo, kwa kweli kwa situation kama hiyo hatuwezi kuendelea kusema dada abaki hapo. Kwa kuwa tayari taarifa ya kubadilishiwa dada ilikuwa imeshatolewa, basi sisi kama ofisi tuendelee kukuandalia dada mwingine, huyo aondoke. Lakini sisi angalizo letu kwa kweli bado ni issue ya huo ukali. Ikiwa bado unaendelea kudili na hawa traditional dada, yani kwenye majukumu yako kufanyika tofauti, hilo ni swala ambalo ni la kutarajiwa, yani ni la kutarajiwa kabisa. Kwa hiyo unatakiwa uwe mpole, umwelekeze vizuri taratibu, na ukianza kuwa mkali ndio kama hivyo anaishia kukimbia. Umeona, anaishia kuacha kazi kwa sababu anashindwa kuhimili ile pressure ambayo unampatia. Kwa hiyo hicho mimi ndio najaribu kukiobserve hapa, ndio ninachokiona. Ni sawa, nimekuelewa na nimekusikiliza. Lakini ndio maana nasema ni kwamba tunataka tu kuconclude mambo. Lakini huo ukali wa kusema unamtetemesha Eliza anashindwa kuripoti, sina ukali huo. Na every time ndio naongea, na every time nikipatana naye changamoto waga ningekuwa napiga simu. Unaongea kitu kimoja, hata kama ingekuwa ni wewe. Unarudi nyumbani kila siku unakuta nyumba ni chafu. Kila siku nyumba ni chafu. Yaani ukiondoka na yeye ndo ameacha kazi afanye, anakuwa amekaa. Ukirudi ni chafu, ni chafu, ni chafu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu utaacha kugomba. Of course kugomba unagomba. Sema unajua sasa kama hapo Eliza. Ndio maana namwambia, madam,
Madam, kugomba madam, mnasema kugomba na kutukana, hivyo ni vitu viwili tofauti. Sisi hata tukikaa kwenye training zetu tunawaambia kabisa, msipofanya majukumu ya hawa mabosi vizuri, lazima mtagombezwa, mtasemwa. Lakini swala la matusi, hilo ni swala lingine ambalo hata sisi pale kwenye mkataba tunasema nimesema mimi yote nimekubali na hiyo conclusion ili tumalizane. Ngoja nisha kwenye conclusion tumalizane, ni sawa, moving forward. Lakini sitamwacha yeye aniongelee mimi kauli ya uongo kana kwamba nilikuwa namtukana au namsema kiasi cha kwamba alikuwa na amani ya kuongea. Huo sio ukweli. Nisikilize, huo sio ukweli. Sawa kabisa. Ya, na mimi nasisitiza hapo kwa kweli. Malalamiko, yani ukweli ni kwamba niliacha recording nyumbani, ile kamera kabla haijaharibika, nilimwacha huyu na mtoto. Alimgombeza mtoto, alikuwa anamsukuma na mgombeza, ndio simu yangu ya kwanza kituoni. Ukiangalia malalamiko yangu ya kwanza yalikuwa ndo hayo. Na ndo hapo mimi naye nikamwambia, kama huwezi kuishi na watoto wangu vizuri, mimi na wewe hatutoelewana. Hata mimi naweza nikajikomboa nikazifanya huko hapa kwa ajili ya mtoto. Na nikatoa malalamiko ofisini kana kwamba nilikuwa recording, dada amemfanyia mtoto 1 2 3. Nikamwambia wewe unapoishi na mtoto wangu nikiwepo na nisipokuwepo kuna tofauti sawa. Kama unamrekebisha ukiwepo na mrekebisha pia wakati ambao mimi nipo. Lakini mimi ninakubali singetafuta mtu na mwingine. Utaonekana. Sawa. Yeah. Dada atetemeke utaonekana. Mimi sasa hivi sitaki tena maneno kwa sababu Eliza mimi nimeshavumilia vingi na vingi nilikuwa na report every time kitokea kitu nikasema this time let me be reporting everything. Na dinga wananiambia ukifika nyumbani tutaongea naye, au si kama ulikuwa unampigia anaongea naye, si kama ulikuwa unampigia anafanya nini hivyo. Lakini I reported everything every time. Yeah, hapa ofisini mmoja wa miaka 6 anaenda shule saa 2 asubuhi anarudi saa 10:30 jioni. Huyo mtoto Eliza anayemuongelea. Sawa kabisa. Na mimi nataka niseme kwa Eliza sasa. Kwa Eliza ni kwamba Eliza wewe, wakati tunakupa kazi kwa madam hapo uliomba chansi ya pili. Unakumbuka tulikupeleka sehemu ya kwanza ukawa hivyo hivyo bosi wako anakulalamikia. Unasikia, na hiyo tabia ya uongo ukaahidi utaenda kujirekebisha. Umeenda kukaa hapo miezi 6 sijui ndio umepata hela. Sasa unataka labda umsingizie bosi wako sijui ukali wa matusi ambayo hujawahi kuripoti. Yote ni sawa. Lakini nataka nimkumbushe historia yake pia. Kuna namna haijanyooka sana. Sisi tulimpa chansi kwa sababu alituomba. Sisi kwa bosi alienda hivyo hivyo wakashindwana. Tukaja hapa kwenye kipindi tukaongea naye akakubali na akaomba radhi, akaomba tumpe chansi. Na tulimpa hiyo chansi kwa warning kubwa sana. Tukamwambia tukisikia tu kitu chochote ujue kabisa hiyo kazi utaikosa na tutafanya kazi na wewe. Nataka nimkumbushe kwa sababu anaweza kujiweka hapo kama victim, lakini ukakuta kwamba msichana akishachoka kazi anaanza kutafuta sababu ili mradi atafute ubaya aondoke. Umeelewa Kwa hiyo hili tunalichukua 50-50 kusema ukweli. Kwa sababu hakuna bosi ambaye utafanya majukumu yake vibaya akuvumilie. Hayupo kabisa. Yaani usipo tena kwenye nyumba yenye mtoto huwa tunawaambia. Yaani kama nyumba ina mtoto, ndugu yangu, roho ya bosi wako ni mtoto wake. Ili uishi naye vizuri, afurahie huduma yako, lazima kwanza umpende mtoto wake akiwa yupo, akiwa hayupo. Na majukumu yake mengine ufanye vizuri. Hivyo vitu tunawaelekeza, tunawaambia sana, lakini matokeo yake ni kwamba wadada wengi ni viburi, ni wajeuri, ni wajuaji, hamsikilizi. Mkifika huko mkishapendeza mkamshikashika hivyo visenti, basi mnaona nyinyi dunia yote mmeimaliza. Maisha haendi hivyo. Nasema hivi kutokana na historia yako wewe Eliza. Historia yako sio nzuri sana. Kwa hiyo inawezekana hayo mambo umeazusha, inawezekana yapo au hayapo, kwa sababu wewe ulikotoka kule ulifanya hapa mpaka bosi wako akaonekana mbaya, lakini ukweli ni kwamba wewe una shida na hiyo tabia ya uongo iliyoripotiwa. Tunajuaje haya unayoyasema hapa sio ya uongo? Na wewe ni mtu ambaye una historia ya uongo tangu kule kwa bosi wako wa kwanza. Una tabia ka uongo. Tena sio wa kwanza, wa pili. Wewe umeshakaa kwa mabosi wawili na kituo hiki. Huyo ni bosi wa tatu.
historia yake yote. Kwa mazingira hayo, kwa mazingira hayo mimi nadhani tu madam, kama kuna namna unaweza kuvumilia, tukuandalie tu dada mwingine, kwa sababu hata hivyo tulikuwa kwenye process. Kwaona nadhani tutajitahidi tukupatie dada as soon as possible. Anaweza akaenda kama hakuna, yani ninasema kwa upande wako ukiona, kwa sababu naona situation haiko rafiki, kwa sababu mwisho wa siku sisi tunaamini kwenye peace of mind. That is, yani hicho ndio kitu ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo kwanza Eliza anakujibisha hapo, mimi sioni heshima, sioni adabu, sioni unyenyekevu. Umeona? Yani naona mtu ambaye anaweza akakupa stress wakati wewe uko una maisha yako, uko nyumbani kwako. Sasa huwezi kumleta dada ambaye anakuja kukupanda kichwani. Kutoka kwenye hizi conversation tu sioni mtu ambaye ni ana adabu, ana heshima, na ile ajue kabisa anaongea na bosi wangu. Jinsi anavyoongea na wewe sio mfanyakazi anayeongea na bosi wake. Kwa hiyo mimi hiyo kitu inanisumbua. Inanipa shida. Inanipa shida. Natakiwa yani hata kama ndio tumefikia mwisho, lakini mtu aendelee kuwa na heshima, tuagane vizuri. Tuagane vizuri, atoke kwako vizuri kwenye kituo chetu pia, yani atoke ile kama tulivyosema njia za kuexit ni njia salama. Kwamba yani tu dada mwingine aje, yeye tena ikiwezekana amwelekeze kazi, then yeye aondoke. Hivyo ndo namna ya kuishi na watu humu duniani. Kwa sababu kuna leo na kesho. Hao wenyewe wanaenda huko siku 2-3 wanatupigia masimu wanataka kurudi. Lakini unashangaa mtu anaondoka kwa vita, anaondoka kwa namna ambayo haina heshima, haina adabu. So watu kama hao mimi sipendi kudili nao kusema ukweli. Kwa hiyo ni bora kama unaweza ukapata namna ya kujisoti muda huu mchache, tukuandalie mtu mwingine uwe na amani. Si ndio? Maana amekuja amedhamiria. Yaani unajua ulipokuja naye Dar es Salaam amedhamiria hataki kurudi Moshi, hataki kurudi na wewe. Kwa hiyo yani mtu kama huyo unaona kabisa alishajipanga. Ataongea mauongo yote anayoyaweza ili mradi asirudi, kwa sababu ameshajiwekea kichwani kwamba mimi Moshi tena sirudi. Kwa hiyo mimi sioni kama una haja ya kumfunga kamba, ni mtu mzima. Tunavyowawekea utaratibu ni utaratibu ambao hata Mungu wake anampima kwamba huyu mtu anaweza kufuata utaratibu ambao anaukubali kwenye maisha. Kuwa mwaminifu kwa madogo ni pamoja na uaminifu kwenye makubaliano unayokubaliana na wenzako. Sasa kama anajiona mjanja, anataka kutudanganya na kutupigia mayoya, aonekane ni victim, anaonewa, ametukanwa na vitu vingi kama hivyo, ili mradi tu aondoke akafanye mambo yake, sawa. Lakini Mungu anayemuona sirini anaona kabisa kwamba huyu anayoyafanya, je, ni sahihi anafanya au ni sisi anatuona wapumbavu? Kama sisi ni wajinga, sawa. Si mjanja. Cha muhimu tuna dhamana yake. Sisi tutakuandalia dada mwingine. Hicho ndio kitu kikubwa kwetu. Dhamana tunayo. Kwa hiyo ataluzi hizo hela ambazo ni za dhamana, sisi tutakuandalia msichana mwingine. Ila ataendelea na mambo yake. Lakini kama amefanya mambo yake ya ujanja uhuni ambao wadada wengine wanafanya, kwa kweli ataukuta tu hapo mbeleni. Haendi popote. Yaani uaga hafiki mbali. Kesho tu na kesho kuta utamsikia anatupigia. Wewe mrelease madam. Sisi ngoja tuangalie utaratibu wa kuangalizia mtu mwingine. Haya. Umesikia Eliza Wewe mjanja, si ndio? Hapana, umekuja umefika ndio unajifanya bosi wako utaki kurudi Moshi. Wewe unaona hicho kitu ni sawa? Wewe unaona hicho kitu ni sawa? Si mjanja, umeshafika sijui umekutana na watu wako, sasa unamdindishia bosi wako unajiona mjanja, sawa? Dunia hii ndugu yangu ni mduara. Unazunguka utazunguka. Mimi sikuombei mabaya, lakini ukifanyia mtu ubaya utakurudia. Haya. Jamani, mimi ninachowataka tu wadada muelewe ni kwamba sisi tunachowafundisha ni kuheshimu tu makubaliano tuliyoweka. Heshimu makubaliano, usianze kujifanya wewe mjanja. Hakuna ujanja mbele za Mungu. Mungu sheria ameziweka mwenyewe, na sisi tumeziazima kwa Mungu wetu kwamba tunataka watu ambao wanaweza kuwa waaminifu kwa haya madogo, yaani kitu tu cha mkataba, makubaliano tu kwamba bwana, nimeingia kwenye huu mradi wenu,
siku nitakayotaka kuondoka au nikipata changamoto tutaziripoti kama zilivyo. Sio unabumba vitu unasema bosi wangu msimwambie ni mkali sana. Hakuna kitu kama hicho. Na nyie sio wajinga hivyo. Wadada nyie mnaokuja hapa ni wajanja sana. Sio wajinga hivyo. Eti bosi wangu anatukana lakini msimwambie. Hakuna hicho kitu kabisa. Mna ujasiri mkubwa mno wa kuwasema mabosi wenu live kwamba umenitukana hivi na hivi na hivi, lakini unajifanya eti amenitukana lakini simpigie simu simwambie kwa sababu ni mkali sana. Amna, situdanganye. Nyie sio watu wadogo. Najua mambo mengi makubwa ambayo mabosi wenu hawajaifanya. Kwa hiyo mimi ninachotaka wadada wachache waaminifu, waadilifu, tufanye kazi ili Mungu atubariki. Lakini ujanja au kona ufiki popote. Haya.